Ni nini unatakiwa kufanya wakati wa full moon? Wakati wa full moon ni wakati ambao anga linakuwa limejaa mwanga na hakuna tena giza ambapo siri inaweza kujificha. Huu ni wakati wa mwezi mpevu, yani full moon. Mwezi unakuwa unang'aa kwa 100%. Unakuwa unaonyesha kila kitu kilichopo duniani. Katika elimu ya kiroho, huu ndio wakati wa ushindi au ushahidi mkuu na udhibitisho wa mtetemo. Kila ulichokiumba wakati wa new moon, kumbuka kwenye mafunzo tulikuwa tunajifunza hapa kwamba kutoka kwenye wazo hadi kwenye kudhihirisha kwenye ulimwengu wa nyama kwa hatua. Tunasema kwamba kile ulichokuwa unakiumba wakati wa new moon ukakilisha wakati wa waxing crescent, ukakizaa wakati wa robo ya kwanza, na kukipa maadili, ukafuata maadili vizuri wakati wa gibbous. Sasa unaweza kusema kimefika kilele chake sasa, na huu ndo unakuwa ni wakati huu unakuwa si wakati wa kuumba tena, badala yake unakuwa ni wakati wa kuvuna. Sasa ni wakati wa kuvuna, kwamba ulikuwa unahangaika na wazo, muda wa kulipanda ukafika, ukapanda, nikamaliza siku 3 likavimba. Siku ya robo ya kwanza likaja kupasua ardhi kidogo. Sasa pale ndo unahitaji kulilea pale katikati. Sasa tumefika kwenye kilele sasa, udhihirisho. Huu ni wakati ambapo inakuwa ngumu sana kutunza siri. Siri huwa ni ngumu sana kutunza siri. Huu ndo wakati ambapo siri huwa zinavuja. Ndivyo sheria ilivyo, sheria ya ulimwengu. Watu wengi wa mtaani hapa huwa wanapata matokeo, lakini mjenzi wa kiroho yeye huwa anajua kabisa kuwa matokeo sio pesa peke yake. Matokeo ni kubadilika kwa frequency yako na ulimwengu. Wasema frequency inamaanisha mtetemo. Mwezi mpevu ni kioo, naweza nikasema ni kama kioo kikubwa cha ulimwengu, ambacho kinakwambia kwamba either uliunda vibaya, ulijenga vizuri, au ulijenga vibaya. Yani wakati ule ambao tulikuwa tunaongea kipindi cha new moon, kwamba unatakiwa kulilea wazo lako ndani, likuwe na likomae, ulipe muundo mzuri. Huu ndio wakati ambao sasa unakuja kuona kama jengo lako ulilolijenga uliliunda vizuri, au sasa palikuwa na uvujaji wa nishati, au kutengeneza vizuri wazo lako. Yaani ulianzisha mkakati ambao haujakomaa, au ulianzisha mkakati ambao umekomaa. Wakati huu ulimwengu unakuwa hauna siri kabisa. Kila kitu ulichokifanya kwa uaminifu ndani ya hekalo lako sasa kinaanza kutoa harufu ya mafanikio ambayo kila mtu anaweza kuisikia. Na kama ni harufu nzuri, maana yake inakuwa inavutia. Ni hatua ya utimilifu na ukamilifu, ambapo naweza kusema kwa mfano kama ni mwindaji. Sasa mwindaji anakuwa pamoja na mawindo yake. Naposema mwindaji usichanganyikiwe. Naposema mwindaji namaanisha wewe. Na unawinda kitu gani? Unakuwa unawinda mawazo kwenye ubongo wako. Sasa unawinda mawazo kwenye fahamu zako ni kama msitu mkubwa, na wewe ni mwindaji. Kwa hiyo tunasema kwamba ni wakati ambapo mwindaji na mawindo wanakuwa kitu kimoja. Yani kama ni dereva tunasema sasa ameshalizoea gari, yani kwamba gari imekuwa anakuwa anaona ni sehemu yake, kwamba hata kikanyaga kagunzi kwenye tairi kule anahisi kukanyaga gunzi kwenye tairi. Mbona vitu kama hicho. Hapa sasa ndio tunazungumzia juu ya mahekali yanapokutana. Nimewahi kusema kwamba kivuli
kwenye msitu mkubwa hakitengenezwi na mti mmoja. Miti mingi inatengeneza kivuli kizuri. Tunasema kwamba uumbaji wako sio kisiwa sasa, ni sehemu ya mfumo mkubwa. Nini kinatokea sasa katika wakati kama huu, kwenye ule mkakati wote ambao umeusoma kipindi chote wakati tunajifunza hizi vipindi vya mwezi? Wakati wa mwezi mpevu, sumaku ya dunia ipo kwenye kiwango cha juu zaidi. Ikiwa muundo wako ni thabiti, basi utaanza kuvutia watu, utaanza kuvutia rasilimali na fursa ambazo hukuwa umezitafuta kwa mikono. Huku ndiko kunaitwa, tunasema unaitwa na ulimwengu. Unaitwa na ulimwengu. Watu watakuwa wanajiuliza, huyu mtu si akaenda kwa mganga gani? Kumbe amefuata mifumo kutoka kwenye new moon. Sasa tumesimuliana bali kamili ni cha kufanya katika vipindi vya mwezi, na sasa hizi tupo kwenye full moon. Ukitaka kupata habari zaidi hadi kwa nini tumekuja kufika hapa, sikiliza masomo ya vipindi vya mwezi yaliyopita. Sikiliza masomo ya mwezi ya vipindi vilivyo. Sasa tupo kwenye full moon. Nini kitatokea tena kingine kwenye wakati wa full moon? Kitu kingine, utashangaa kuona watu waliokuwa wanakupinga sasa wanataka kushirikiana na wewe. Utaona ni kitu cha ajabu. Utaanza kujivuna, wakati ni muda ambao ulimwengu unakutengenezea mazingira ya kutokutumia nguvu ya ushawishi. Hiyo inakuwa sio bahati mbaya, ni kwa sababu mwangaza wa mwezi mpevu, mwezi kamili ule full moon, sasa unakuwa umezifunika hofu zao na kuonyesha uzuri wako wote. Unaonyesha uzuri wa uumbaji wako. Yaani kile kitu ulichokitengeneza sasa ndio kinaonekana vizuri. Yaani kulingana na ulivyokaa ukakitengenezea samani, siku unakitengeneza. Na nikupe siri, ili uweze kuelewa masomo haya, hutaelewa kwa kukutana na somo hili tu. Fuatilia masomo mengine yaliyopita. Tulianza na utangulizi, tukaja utangulizi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Ilikuwa ni kama kuandaa shamba, sehemu ambayo tunakuja kupandia hichi kitu tunachojifunza. Baadaye tukaanza na new moon. Tumeenda new moon vipindi kadhaa hapo. Sasa hivi tuko kwenye mwezi mpevu, yani full moon, wakati ambao mwezi huwa unang'aa. Mwezi unakuwa ni mwezi unang'aa sana angani. Kwa vitu hivyo vitakutokea, watu wataanza kushoboka na wewe. Lakini kitu kingine, uumbaji wako sasa unagusa mifumo ya ulimwengu. Sasa uumbaji wako unakuwa unagusa mifumo ya ulimwengu. Kila anayekutana na wewe anakuwa anahisi usalama, anakuwa anahisi ule usawa ulioutengeneza, anakuwa anahisi uzito ule ulioutengeneza wewe. Anakuwa anahisi uzito, maadili, heshima ile uliyotengeneza, na mamlaka kamili uliyoyajenga kwenye mawazo yangu tangu siku ile ya new moon, mwezi giza. Tunasema kwamba mwangaza mwingi unaweza kupofusha macho ikiwa huna nidhamu. Wakati wa mwezi mpevu, hisia za binadamu huwa na msisimko mkubwa sana. Ni kipindi cha high tide. Ni kipindi ambacho kama ni baharini, tunasema mwezi unavuta maji, high tide, ndio zile tides za bahari tunazijua, kupwa na kujaa kwa maji. Kipindi hicho hisia za watu huwa ziko kwenye juu sana, huwa ziko kwenye msisimko. Kwa hiyo sasa unatakiwa kuwa na heshima, yaani usitawaliwe na hisia. Nini cha kufanya hapo? Unatakiwa kustahimili mwangaza huo, kwa sababu mwangaza ukiwa mkubwa unaweza ukakupofusha. Unaanza kujivuna kupita kiasi na jambo lako, unajenga jeuri, unajenga kiburi kwenye kile kitu ulichokiumba, na kitu ambacho hakistahili. Unatakiwa kufanyaje sasa? Unatakiwa kubaki kwenye utulivu, usilewe sifa. Mafanikio yanayokuja wakati huu ni matokeo ya sheria uliyoifuata na sio ujanja wako. Ikiwa utaanza kuwa na kiburi, utakuwa unavunja ule uwiano ambao umetengeneza hilo jambo lenyewe. Na
ulichokiumba kitaanguka wakati mwezi unapoanza kupungua. Kwa hiyo lazima kuzingatia, lazima usilewe sifa. Usilewe na sifa, yani usilewe sifa. Kwa sababu ukilewa na sifa, mwezi ukianza kuingia giza, unaanza kudidimia tena. Ndio hapo unakuta na watu wasioelewa na kuambia maisha ni kupanda na kushuka. Maisha ni kupanda na kushuka, siku na kupanda na kukosa. Si, kumbe ni sheria tu mtu hazifuati. Unakuta mtu anajisikia vibaya kwa kitu ambacho hajasababisha yeye mwenyewe. Ni muda tu wa asili upo hivyo. Yaani ni muda ambao unajisikia vibaya, sio bahati mbaya, ni kwa sababu muda huo unatakiwa kujisikia vibaya ili uweze kutimiliza jambo fulani. Unatakiwa kuwa na shukrani. Ukiwa na shukrani inakuwa ni kama nanga yako. Ukitaka kupata kiburi unakumbuka kwamba ila nashukuru nimetekeleza hichi kitu hadi kimekuwa. Tumia shukrani kama nanga ya kuzuia meli yako isichukuliwe na mawimbi makubwa ya mwezi mpevu. Isichukuliwe na sifa, isilewe na sifa, isiende na kiburi. Shukuru asili, shukuru hekalu lako na shukuru mchakato mzima. Shukrani ndiyo nishati inayofunga mzunguko huo kwa usalama. Lazima uwe na shukrani katika kipindi hiki, pamoja na kwamba majambo yako yatakuwa yanaonekana. Lakini sasa huu ni wakati, huu ndio muda wa kusaini mikataba sasa, kuzindua miradi. Yaani sasa huu ndio wakati, kama ulikuwa unaanza nitazindua lini mradi, kipindi cha new moon ndio wakati sahihi. Panga ratiba zako unavyoweza, ila huu ndio wakati na ndio muda mzuri wa kusaini mikataba mipya, wa kuzindua miradi au wa kuwekeza jambo ambalo ulikuwa unalifanyia kwa siri. Nuru ya asili itakupa ulinzi mkuu kipindi chote kitakachobaki ukifanya hivi wakati wa full moon. Sasa wakati wa mwezi mpevu, ulimwengu wa mtaani unakuwa na kelele nyingi. Watu wanakuwa na hasira za ghafla au furaha iliyopitiliza. Nimewahi kukuambia hichi kitu. Ni wakati ambao mtu kama ni kutapelika, unatapelika kirahisi. Ni wakati ambao mtu kama una kiburi kinakuwa kikubwa. Ni wakati ambao mtu kama una hasira inakuwa kubwa. Ni wakati ambao kama ulikuwa na kisilani na mtu, basi kisilani kinakuwa kikubwa. Kipindi hiki migogoro huwa inakuwa mingi sana. Kipindi hiki kama kulikuwa mgogoro unaosuasua, ni kipindi ambacho mgogoro huwa unakuja kuibuka sana. Unaweza ukaangalia kuelekea full moon. Kuelekea full moon ndipo ambapo vita vimeibuka, vita vya Israel, Marekani na Iran. Mambo huwa hayaendi kwa bahati mbaya. Mimi upande wa nilipo, upande wa kifamilia, yamenikuta ya kunikuta ndani kwangu kipindi hichi ambapo nina wakati mgumu, lakini kwa sababu mimi ni mwenye ufahamu wa mambo ya kiroho, ni jambo ambalo halijanisumbua sana. Najua jinsi ya kuendea suluhisho lake. Lakini sehemu moja hivi napo nimeshuhudia mgogoro mkubwa kipindi hichi cha mwezi mpevu. Ni kipindi ambacho mtu kama alikuwa na kisilani, mtu alikuwa na kuna vitu amevifungia. Kama ni hasira, basi inakuwa kubwa sana. Kama ni furaha, basi inakuwa kubwa sana. Kama ni upendo, basi unakuwa mkubwa sana. Kama ni maumivu, basi yanakuwa ni makubwa sana. Ndio hichi kipindi. Sasa mwindaji au wewe mwenye elimu ya kiroho sasa, ambaye ndio wewe mwindaji, mwindaji anakuwa anajua kuwa hizi kelele ni mazingira tu. Haya mambo yote ni mazingira tu, ni wakati wa asili. Sasa unatakiwa kujiepusha na migogoro, usiingie kwenye mabishano wakati wa mwezi mpevu. Nishati ni kubwa sana, yaani mihemko ni mikubwa sana. Na moto mdogo unaweza kuwa dhoruba kubwa. Yaani tunasema kwamba ndio wale wakati ambao tunasema kamoto kadogo kamewasha pori zima. Ni wakati ambao ukiyatibua tu kunatibuka. Yaani ukitibua kunatibuka. Sasa unatakiwa ubaki kwenye ufalme wako wa ndani, kwa sababu unafahamu maelezo haya ya full moon. Unatakiwa ujiepushe na migogoro, ujiepushe na mizozano. Nimekuelekeza nini cha kufanya wakati huu.
Kama kuna mikataba saini, kama kuna kuzindua miradi zindua, kama kuna jambo ambalo ulikuwa unalifanya kwa siri litoe hadharani, kwa sababu nuru ya asili itakupa ulinzi. Haya, unatakiwa sasa ujitazame kwenye kioo wakati mwezi ukiwa mpevu. Angalia mboni zako, utaona mng'ao wa ushindi. Sasa hii ni elimu ya habari ya kioo ambayo nakuja kuifundisha siku zinazokuja huko. Sasa kilele kimeshafika. Mbegu sasa ni mti uliostawi, na umestawi na kutoa maua yanayong'aa chini ya mwezi. Huu ndio wakati wa kusema sasa imekamilika. Uhandisi wako wa kiroho, uinjinia wako sasa umefanya kazi. Lakini kumbuka, mwezi hautabaki kuwa mpevu milele. Na kuanzia kesho sasa utaanza kupungua, kutengeneza nafasi ya uumbaji mpya na mkubwa zaidi. Furahia nuru hii, vuna matunda yako na uwe tayari kwa hatua ya kusambaza mwangwi huu kwa wengine, ulichokifanya kwa wengine. Mwezi mpevu ni mwezi mpevu na uumbaji wako unatawala anga sasa. Uthibitisho umepatikana. Kile kitu ulichokiumba siku zote tulikuwa tunazungumza, uthibitisho wake ndio huu. Uthibitisho umepatikana na ulimwengu umeinama mbele ya hekalu lako. Tembea kwenye nuru. Ndio utembee kwenye nuru hii kwa heshima na amani sana. Hichi ndio tunachotakiwa kufanya wakati wa full moon. Unaweza ukapata picha kamili ya nini cha kufanya wakati wa full moon, nini usifanye wakati wa full moon, na unaweza ukaona umuhimu wa kusoma masomo yaliyopita ya vipindi vya mwezi mpaka kufikia